Katika enzi zile za jadi, wakati giza la dhambi lilipokuwa limekalia wenyeji wa Israeli kama wingu zito lisilochanika, na moyo wa mahuruku ulipokuwa umelegea kama udongo ulioloa, taifa nzima lilijikuta limedidimia katika minyororo ya Wafilisti. Kilikuwa kipindi kilichotawaliwa na jekejeke, kilio na kukata tamaa. Waja walitembea kwa kupepesa macho, wakiogopa upepo uliovuma toka magharibi, wakijua kuwa uliwakumbusha vifaru vya majeshi ya watu wasioogopa ngeu. Israeli ilikaa kama mti uliokatwa matawi, likiwa taifa bila nguzo, bila shujaa, bila pumzi ya matumaini. Najitandia shuka la kimasaini na mkongojo mkononi, tayari kwa kupiga kambi hapa hadi macheo, tobokue kwa mapana na marefu. Haya ya Samsoni na Delaila, na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Karibu. Katika kitongoji cha Sora, sehemu iliyojipenyeza kati ya vilima vya Yuda, aliishi Manoa na mkewe. Walikuwa dinasi wanyenyekevu na wenye kumuogopa Manani. Walibeba maumivu mazito ya kutokuwa na uwezo wa kujifungua mtoto. Tumaini nao lilikuwa limekauka kama kijito cha msimu wa kiangazi. Usiku wao ulijaa dua zisizo na majibu. Mchana wao ulijaa ukimya wa kukubaliana na hali isiyobadilika. Kasiki moja katika utulivu wa Tuhuri, tukio lililovunja utamaduni wa kawaida lilitokea. Malaika wa Mola alimtokea mwanamke huyo kwa umbo lililong'aa. Alimueleza kuwa angepata mtoto wa kiume, Huramu, ambaye angewekwa wakfu tangu utumbo wa uzazi. Alitakiwa kutoshiriki divei, kutoonja kitu kilichotiwa unajisi na kutopitisha wembe kwenye nywele za mtoto huyo, sababu angekuwa mnatiri, yani mteule wa mturehemezi. Angekuwa pia silaha ya kipekee ya kulikomboa taifa kutoka katika makucha makali ya Wafilisti. Habari hizo zilimwagika ndani ya mtima wa mwanamke kama mvua ya kwanza juu ya ardhi iliyokauka. Fuadi wake ulijaa tumaini sufufu. Ujauzito ulibisha hodi na baadaye mwana alizaliwa. Alitwaliwa jina Samsoni, jina lililobeba maana ya nuru ya mabadiliko. Kulikuwa na ishara kwamba ndani ya mtoto huyo palikuwa na mwanya wa ajabu usiofanana na mwingine yeyote. Samsoni alikuwa kwa kasi ya ajabu, akionyesha nguvu zisizoelezeka tangu akiwa kijarunga. Misuli yake tinginya ilikuwa kama imeumbwa kwa teknolojia ya kisayansi. Roho wa Dayani ulikuwa ukimjia fii kwa fii kama upepo wenye harufu ya mabadiliko. Alipokuwa akiruka juu ya miamba, ardhi ilionekana kutetema ajabu. Alipokuwa akichanja kuni, miti ilipasuka kama vijiti dhaifu. Waja walimtazama kwa utofauti wake, kwani mbali na tabasamu lake kulikuwa na kivuli cha mbinde zisizokuwa za kawaida. Kwa miaka mzo Wafilisti hawakujua kwamba janga lao lilikuwa likikua katika jinabi la pembeni, katika baidi ya mauruku wa kawaida. Moto wa ukombozi ulikuwa umeanza kuwaka mbali na ozi zao. Samsoni alipopevuka, tamaa ya fisi na hekaheka za kijarunga zilianza kupiga morusi kwa msimamo wake. Ingawa alikuwa chombo cha Maulana, alibeba udhaifu wa kiinsi, hasa udhaifu wake katika mahaba. Ndani ya moyo wake kulikuwa na kiu cha msisimuko, hamu ya kutenda mambo yaliyovuka mipaka. Ndipo wakaona mwanamke Mfilisti kutoka Timna, na moyo wake ukavunjika katika mtego wa mapenzi kwa mwanamke wa taifa la hasimu. Hapo ndipo hati ya Samsoni ilipoanza kwenda mvange. Ilikuwa safari iliyochanganya utukufu na ubunga wa hali ya juu sana. Alipokuwa akienda kumposa yule mwanamke, simba mkali alimvamia kando ya migunde ya mzabibu.
akimrukia kwa ghadhabu ya mnyama aliyehisi kutishiwa. Roho wa jalali ulimshukia Samsoni kama wimbi la moto. Alimtia simba huyo mikononi mwake hadi akampasua kama mwana-mbuzi. Hakumwambia mtu yote. Tukio hilo lilionyesha kwamba nguvu ya Samsoni haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa kama mlima ulioamka gizani. Siku zikapishana moja baada ya nyingine, na sherehe ya ndovu kumla mwanawe ikawadia. Samsoni akatega kitendawili kilichotokana na tukio la simba. Wafilisti waliposhindwa kulitegua, walitumia ujanja wa sungura na hina kuvizia jibu kupitia mke wa Samsoni. Hapo moto wa gaidi ulianza kuwaka ndani yake. Aliwaua watu kadhaa wa Ashkeloni, na huo ukaandika mwanzo wa vita vilivyozidi kukua kati yake na Wafilisti. Muda uliposonga mbele, uhasama huo uliongezeka kama moto uliopepetwa na upepo. Wafilisti walimpaka Samsoni mafuta kwa mgongo wa chupa baada ya kumpa binti yao kwa swahiba wao wa kiti cha kwanza. Samsoni alipata mwanya wa kulipiza kisasi. Moto wa mafuta uliwaka ndani yake kama volkano. Alifunga mienge kwenye mikia ya mbweha 300 na kuwaacha katika mashamba ya ngano, mashamba ya mizabibu na mashamba ya mizeituni ya Wafilisti. Moto uliteketeza mavuno yao yote. Tukio hilo lilivuruga uchumi wao na kuwaweka katika ghadhabu isiyoelezeka. Ragaito lilipigwa jeki, na hivyo Wafilisti walimtaka Samsoni kwa uoga na kumuonea gere. Watu wa Yuda kwa kuogopa madhara kutoka kwa Wafilisti walimfunga Samsoni na kumkabidhi kwa maadui zake. Roho wa Mungu ulimshukia juu yake tena, na vifungo vilipasuka kama ute wa nyuki. Samsoni aliendelea kuwa tishio lisilotabirika. Hata walipomzingira, aliweza kulibomoa lango la mji mzima, akalibeba mabegani na kulibeba hadi juu ya mlima uliotazamana na Hebroni. Mji mzima uliokuwa kama mtoto mdogo mbele yake. Pamoja na ushindi wake, ndani ya moyo wake kulikuwa na pengo lililotamani mapenzi, utulivu na labda kisaikolojia, aina ya usalama ambao hakuwahi kuupata. Katika bonde la Soreki, Samsoni alikutana na Delaila, mwanamke aliyekuwa kivuli cha uzuri na hila. Uzuri wake ulitiririka kama mto wa asali, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na giza lenye kina. Wafilisti walimpa Delaila hera nyingi ili wapate siri ya nguvu ya Samsoni. Delaila akautumia wakati wake kwa ujanja, akiingiza maneno yake katika moyo wa Samsoni kama dawa ya usingizi wa pono. Siku baada ya siku, Samsoni alizidi kuzama kwenye wavu la mapenzi. Moyo wake ukajisalimisha bila kutarajia. Baada ya siku nyingi, alikubali kufichua kuwa nguvu zake zilikuwa katika nywele zake, ishara ya agano la mnathiri. Usiku ulipofika na Samsoni akiwa amelala kwenye mapaja ya Delaila, alinyolewa nywele zake 7. Nguvu zake zilimwacha ghafla kama upepo uliokatika. Alipodemka, nguvu zilimkimbia kama maji yaliyomwagika kutoka kwenye chungu kilichopasuka. Wafilisti walimkamata Samsoni, wakamng'oa macho yake na kumpeleka gerezani Gaza. Walimfunga kwa pingu za shaba na kumfanya azungushe jiwe la kusagia nafaka. Hapo Samsoni alipata siku zilizokuwa kama miaka ya huzuni, macho yake yakitumbukia katika giza nene. Kila mzunguko wa jiwe la kusagia ulikuwa kama kumbukumbu ya kosa lake. Kila pumzi ilikuwa ushuhuda wa maumivu yake ya ndani. Lakini Mungu hakumwacha. Nywele za Samsoni zilianza kumea polepole, ishara ya kwamba tumaini lilikuwa halijafa. Ndani ya giza la gereza, moyoni mwake palianza kuwaka cheche ya toba na imani. Siku moja, Wafilisti walifanya sherehe sheshe kubwa katika hekalu la Dagoni. Maelfu walikusanyika kusherehekea ushindi wao dhidi ya Samsoni. Walimtoa gerezani
wakamleta kama kichekesho mbele ya umati uliojaa kejeli. Walimsimamisha kati ya nguzo mbili kuu, nguzo zilizobeba paa la hekalu hilo kubwa. Samsoni kwa nguvu za toba zilizochanganyika na imani aliomba nguvu tusui 9 ya mwisho kutoka kwa Manani. Aliweka mikono yake juu ya nguzo na misuli yake iliyokuwa imedhoofika ilianza kupata joto. Nguvu za kale zilirejea kama radi. Alisukuma nguzo moja, akaisukuma nyingine, na kwa kishindo kikubwa hekalu lote liliporomoka juu ya vichwa vya Wafilisti. Siku hiyo adui walipiga dunia teke kwa idadi kubwa zaidi kuliko wote waliouawa maishani mwao. Samsoni pia alitangulia mbele za haki, njia ya marahaba. Katika maangamizi hayo, kifo chake kilikuwa kitovu cha ushindi wa kiroho. Kwa mara ya mwisho alitimiza kusudi lake kama chombo cha Mungu. Israeli ilipata mapumziko na kumbukumbu yake iliendelea kuwa mwanga wa vizazi. Simulizi ya nguvu iliyobarikiwa, udhaifu wa binadamu na rehema ya Mungu isiyoisha. Natia kikomo hapo kwa leo, nikiwaaga kwa kitendawili: katika huyo mwenye kula kitatoka chakula, katika huyo mwenye nguvu utatoka utamu. Nimekuwa wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Baraka.